Ukianza biashara ukawa unatamani kuweza kupata mfumo ambao utakuwezesha kuwa na mwendelezo wa mzunguko wa biashara kwenye engo yote ile, kwenye industry yote ile, kwenye biashara yote ile, jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kujua ni kwamba kila kitu kinachotokea kwenye biashara ni matokeo ya mchakato. Kwa mfano, nataka nianze biashara, sifahamu kabisa nitahakikishaje napata wateja kila siku au wa uhakika wa biashara yangu kwenda. Hakuna mtu ambaye anaweza kaamka tu asubuhi akisema mimi na garantia kupata wateja. Kingine, ukiwa unafanya biashara, kati ya nightmare ama kitu kinachohofia na kuogopa mpaka mtu anaogopa kuendelea na biashara ama consistency kitu anachofanya, anajiuliza kwamba nitahakikishaje naweza kuwa napata biashara yangu, napata matokeo, napata wateja, napata cash flow, nawezaje? Kuna watu wawili. Kuna mtu ambaye anaanza, anaogopa, anajaribu kuanza ila anaogopa, anasema nitapataje wateja wa mwendelezo kwa consistency. Alafu kuna wapili ambaye tayari yupo kwenye biashara lakini inavyoyumba, inavyomwendesha yeye mwenyewe anasema mimi siendeshi biashara, biashara inaendesha mimi. Nawezaje kupata wateja endelevu kwenye biashara yangu? Hii inakuwa ni nightmare. Swali ambalo kila siku mtu anakuwa anajiuliza. So, the simple way ya kuweza kujua ni muundo gani ama ni system gani ambayo unaweza kuifanya ukawa na mwendelezo kwenye biashara unayoifanya. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa ujue kwamba matokeo yanayotokea kwenye kampuni ama kwenye biashara yako ni matokeo ya mchakato. Yaani kuna kitu lazima kifanyike. So, a be quick and clear and forward. Jambo la kwanza, biashara kama biashara, hutaki kufikiria kichwani kwako kama issue ya kumpa mtu bidhaa ama service na kupata hela. Hapana. Biashara kama biashara ina segment ambazo zimejitenga, ambazo hizi segment ndio zinaweza kupelekea kutengeneza mfumo ama muundo ambao utakuhakikishia kuwa na mapato endelevu. Service ama product unavyoitengeneza, hii tunaita namba moja ni kwenye production. Service ama product. Service ama product, watu wanaofanya production ya hiyo biashara yako ambao unaifanya ni watu gani? Una hakika gani wanaweza kutengeneza na kudeliver kitu ambacho unatamani kuwa nacho? Watatoa kwa consistency ile ile, kwa ladha ile ile. Watakapotoa kama ni product, itatoka ile ile quality. Kwa hiyo unahakikisha mtu anayekutengenezea product zako anatengeneza kwa ubora ule ule ambao unakuwa ni ule ule. Kwa mfano kwenye huduma. Kwenye huduma, kwa mfano una kampuni ya usafi, atu expect wewe ndio utakuwa unafanya usafi. Kwa mfano hata mimi kwenye kusajili kampuni, sisajili makampuni yote mimi. Na watu ambao nakuwa nao, wao ndio wanafanya utaratibu wa usajili wa makampuni, usajili wa biashara, usajili wa nini. So, wao wanatakiwa wadeliver kile kitu ambacho umekipromise kwa watu. Ukipromise kwa watu, hakikisha timu yako ina deliver. Hiyo namba moja. Kama huna timu, ndio umeanza biashara, uko peke yako, then hakikisha una deliver kitu ambacho umekipromise utakitoa. Namba mbili, hii inakugarantii upate uhakika wa mteja kurudi au mteja kuendelea kukupa referral kwa mteja mwingine. Jambo la pili ambalo linafanya kuwa na system ambayo inakuletea matokeo endelevu ya biashara, uwasilishaji wa hicho kitu. Yaani ukishakuwa na product, definitely utakuwa unamjua mtu unaenda kumpa product yako. So, kama hii product yako unamfahamu mtu anayeitumia, hatua inayofuata ni uwasilishaji, utoaji taarifa wa product yako kwamba mimi na product fulani na wewe mtu fulani, hii product ni kwa ajili yako, inakufaa kwa 100%. Unavyojihakikishia umetengeneza mazingira sahihi ya kuweza kupelekea taarifa mtu ambaye anahitaji huduma yako, hii inakuletea wewe kupata wateja, na kupata wateja itimiza umepata cash flow. Sasa basi, hapa ndio inakuja kwenye kupata uso ama tunaita face of the brand, sura ya brand yako. Hapa ndio tunakuja kitu kinaitwa personal brand. Kwenye personal brand, hapa tunasema ni kutengeneza mechanism au mazingira ambayo wewe mtu wa huduma ama sura ya huduma yako inakuwa na mtu ambaye anaiwakilisha. Na huyo mtu anatakiwa atengeneze mazingira ambayo ameweza kuaminisha watumiaji wa hiyo product kwamba yeye ni mtu sahihi, ama chimbo hili ndio sehemu salama ya kuweza kufanya biashara hiyo ama kutumia product hiyo. Ukiweza kuhakikisha unafanya hivi, inakuwa inakurahisishia wewe ukajenga personal brand. Na kujenga personal brand inakuhakikishia kwamba utapata wateja hata wakati haupo. Kwa mfano ukitumia social media, ukahakikisha umeweza kupiga makelele ya kutosha, umewafikia watu wote, wameelewa kwamba kuna product gani ambayo iko mjini na inatembea na inafanya kazi vizuri. Badala
ya kuwa unahangaika kutafuta mtu mmoja mmoja loki, hutaki kuonekana, hutaki kupiga kelele, hutaki kuwa mbele za watu. Unahitaji kuwa mbele za watu ili watu wakuamini, watu wakuone, waseme kumbe huyu ndio mtu ambaye anaweza kutupa kitu tunachokitaka, wakuamini, walizonate na wewe, waona sasa huyu ni mtu smart, au huyu ndio mchimba ambao nilikuwa natafuta. Then ukishaweza kupata hiyo audience ya kuamini, definitely by default wewe unaweza kuwa umejenga personal brand. Ukishajenga personal brand, ni rahisi watu wanafanya kazi na mtu anayemwamini. Yaani watu wanafanya kazi na mtu anayemwamini. Hata kuimba nyimbo, utakuta mtu anasikiliza nyimbo zile Diamond, Mario, Harmonize, Zuchu, Mbosso, unakuta ni hao. Kuna vijana wadogo wengine wanatoa nyimbo, wengine hamna mtu anajua. Hata kama ni underground anaweza kaa anaimba vizuri, lakini ataambia tunaimba vizuri, hawezi kufuatilia tena nyimbo zake. Kwa nini? Kwa sababu watu wanawazingatia watu wanaowajua. Kwa hiyo kama wewe hamna mtu anayekujua, ni ngumu sana watu kuendelea kuanza kufuatilia na kuweza kujua nini unachokifanya. Kwa hiyo ukitengeneza personal brand, ni kama vile machine gun. Upo msituni katikati ya mwitu, wanakufuatilia afu na machine gun ni kupiga tu tiki tiki tiki. Hii yote inapelekea kuwa na mzunguko ama flow ya pesa, sababu watu wanakuamini. Jambo jingine ni issue finance. Uwezo ukazungumzia masuala ya pesa kwenye biashara kama hujazungumzia masuala ya finance. Lazima uzungumzie masuala ya finance, ili finance itakusaidia keep record, kujua pesa ngapi inatoka, kujua pesa ngapi inaingia, kuweza kuratibu everything. Hata kama ni kidogo, hata kama ni milioni 3, 1, 2, hiyo ratibu, jua imeingia shilingi ngapi, imetoka shilingi ngapi. Kama unaamua kurudisha sokoni, urudisha kwenye mzunguko, Kama unatumia kwenye vitu vingine, tumia kwenye vitu vingine. Hakikisha unatumia pesa yote kwenye biashara yako, lakini lazima ujue una shilingi ngapi. Baada ya hapo, kipengele kinachofuata tunasema ni delivery. Mteja wako anawezaje kupata mzigo wako? Delivery sio tu kumuita boda, mazingira kamili ya namna gani mtu anapata biashara. Kwa mfano, ukishagundua audience yako ni nani na wateja wako ni kina nani, ukagundua wanapatikana wapi, then namna unavyojilocate, kwa mfano position ama location ambayo unaweka biashara yako, lazima iwe sehemu rafiki kwa wateja wako ambao unaamini watakuja kununua kutoka kwako. Pili, namna unavyoweka store tofauti. Kwa mfano, duka lako liko Kariakoo, lakini umejua watu wengi wanaonunua bidhaa zangu mimi kutoka Kinondoni. So hakikisha unakuja unaweka biashara yako hata Mwenge, store Mwenge, unaweka store yako nyingine maeneo ambayo watu wako wengi wanatoka. Kwa hiyo badala ya kuwa anakuja direct, unaweza kumwambia okay, tuna store yetu sehemu fulani, tunachukua mzigo. Moja. Pili, hakikisha unatengeneza mazingira rafiki ya kumfikishia mzigo, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanapenda masuala ya delivery, kupelekewa mzigo na kila kitu. Hamna mtu anapenda kuja kufuata tena. So unatengeneza mazingira mazuri ambayo unaweza kumtumia mteja wako mzigo wake na biashara. Alafu ukiweza kufanya hivyo kumrahisishia mteja, itimizi mteja anakuwa ni imekuwa rahisi, kwamba wewe umemtengenezea mazingira rahisi mteja. Kwa hiyo hata akipata shida kama ile, hatafuti mtu mwingine, mtu pekee atakayemkumbuka ni wewe, kwa sababu ulimrahisishia, ukamtengenezea mazingira magumu. So hii chain ya hivi vitu vitano ndio inapelekea mtu kusema okay, kwa hii yote, kwa sababu anajua product yako ni nzuri, anajua umecommunicate vizuri na yeye, amekuamini, umeweza kuhakikisha umetengeneza finance zako vizuri na kuweza kupima na kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa, umeweza kutengeneza mazingira ya management, usimamizi mzuri. Sio kila kitu lazima usimamie wewe. Unaweza kutengeneza mazingira ya mtu mwingine ambaye atakuwa msimamizi wa mambo yako yote. Alafu wewe unakuwa mtu wa mwisho kupata nini kinachotokea. Alafu cha 5 ndio nasema delivery. Kwa delivery inakuwa rahisi. Delivery sio boda. Delivery ni ufikiwaji wa huduma kwa mteja. Either ni kwa kujia locate sehemu sahihi, either ni kwa kutengeneza mekanizmu ambayo mteja ataweza kupata mzigo wake kwa urahisi na kwa usalama, inafikia vizuri ukiwa timamu, ama kwa namna yoyote ambayo mteja itakuwa rahisi kwake kuweza kupata matokeo ama kupata kitu ambacho rahisi kwake. Baada ya haya yote ukiyafanya kwa consistency, ukayarudia, hii ndio tunaita ni mfumo wa kutengeneza mzunguko kamili wa kutengeneza mapato ya kudumu kwenye biashara yako. Biashara haitokei kama biashara
haitokei kama emergency ambayo ilijitokeza. Biashara inatokea kama biashara, kama product ya vitu ambavyo uliplani kuvifanya na ukavifanya, then vinakuletea matokeo. So next time, muda mwingine ukitaka kutengeneza mfumo endelevu na wa kudumu kwenye biashara yako, acha kujiuliza napata wapi wateja, no. Hii mifumo yote mitano itengee. Na kama umeshaanza kutengeneza biashara mzuri, mzunguko mzuri wa pesa, hizi department ziwekee watu. Weka department hii ya huyu, production nani, communication nani, masuala ya finance nani, masuala ya administration nani, masuala ya delivery nani. Inakuwa rahisi kama tayari umeshajisimika mizizi yako. So kama wewe ulikuwa unajiuliza hili swali, ni kwa namna gani naweza nikatengeneza mfumo wa mapato endelevu kwenye biashara yangu, nimeshakupa jibu la kufanya. So next time usijiulize kama swali kama hili.